TV ya Chogo unafuatilia EATV saa moja. Bado uko nami Samson Charles. Tuelekee huku ambapo maafisa maendeleo ya ngazi ya jamii na kata katika mkoa wa Kagera wameagizwa kutoka ofisini, badala yake wametembelee wananchi na kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa kuandika wosia ili kuepusha migogoro katika jamii. Mwanahabari wetu Livinus Feruz ana taarifa zaidi. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Amoni Mpanju, ametoa agizo hilo mjini Bukoba wakati wa hafla ya kukabidhi pikipiki kwa maafisa maendeleo ya jamii wa kata kutoka halmashauri 4 za mkoa wa Kagera. Amewataka maafisa hao kwenda kutumia pikipiki hizo katika kuhakikisha wanafikia wananchi na kuwaelekeza kuhusu namna ya kunufaika na fursa zinazotolewa na serikali, ikiwemo mikopo ya 10%. Kwa hiyo lengo la kuleta hizi nyenzo ni kuimarisha utendaji kazi wenu kule pembezoni. Muwafikie wananchi, muwaeleze juu ya fursa mbalimbali zilizopo, zinazotolewa na serikali, zinazotolewa na sekta binafsi, namna ya kuzifikia ili waweze kujiletea maendeleo. Ende mkayaunganishe makundi na mkayawezeshe makundi maalum yajue fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali. Yale mabaraza ya wazee, lakini umuhimu wa kuwepo kwa kamati za ulinzi wa watoto kwenye ngazi ya vijiji ili kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na akina mama. Lakini muende mkaelimishe umuhimu wa watu kuanza kuandika wosia, kuheshimu rasilimali zao zinazowazunguka, mashamba. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Tawala wa mkoa wa Kagera, Bwai Biseko, amewataka maafisa hao kwenda kutimiza wajibu wao, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanatumia pikipiki hizo kwa malengo yaliyokusudiwa. Kule tusaidiane na maafisa watendaji wa kata kushiriki katika mikutano ile, kwa sababu ile mikutano inajadili mambo mengi, na wanapojadili maana kila mwananchi mwenye umri wa miaka 18, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, ni mjumbe wa mkutano wa kijiji. Na sote tunajua kwamba moja ya majukumu makubwa waliopewa wananchi katika mikutano yao ya vijiji ni pamoja na kutunga sheria ndogo za vijiji, si ndio? Lakini hawa hawana ujuzi na uelewa wa mambo mbalimbali ya kisera na sheria zilizotungwa na bunge. Nao baadhi ya maafisa maendeleo ya jamii wamesema kupatikana kwa pikipiki hizo kuna kwenda kuboresha utendaji wao wa kazi, huku wakiahidi kutumia vitendea kazi hivyo katika kuwafikia wananchi kwa ukaribu. Hizi pikipiki zinakwenda kutusaidia moja kwa moja maafisa maendeleo wa kata, hususan katika kuwafikia wananchi moja kwa moja kwenye vijiji, ngazi ya vitongoji. Kwa mfano kama kwenye kata yangu kuna vijiji 7 na vitongoji 30. Kwa hiyo pikipiki hizi zitaenda kutusaidia moja kwa moja maafisa maendeleo wote ambao tumekabidhiwa kwa ajili ya kwenda kuchochea au kukuza maendeleo kwenye ngazi zetu za kata. Kama kata ya kwangu unakuta na vijiji ninavyo kama 6. Kwenda kwa wakati mmoja inakuwa ni changamoto, na unajikuta kwamba kwa siku moja kuna mikutano ya vijiji kama 3. Kwa hiyo kwenda kwa kweli inakuwa ni changamoto. Na kufika kutoa elimu ile kwamba unaweza ukajikuta leo umeenda una mikutano 3 lakini inakuhitaji uende yote. Sasa inakupa ugumu ule wa kwenda kwenye mikutano yote 3. Kwamba unajikuta leo utabidi tu uende kwenye mkutano mmoja kwa sababu ya nyenzo ya usafiri inakuwa haipo. Kutoka Bukoba, Livinus Feruz, EATV. Muda unaendelea kukushukuru sana kwa kufuatilia EATV saa moja popote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati. Asante sana ukiwa Songoro, Meru pale. Kina Mage Mbise akisema kwamba bwana anaendelea kufuatilia utajiri wa habari. Mwingine anaitwa Philip Muhulo akiwa Dodoma pale Bahi Dodoma, anasema tuendelee kuiombea nchi yetu amani na uchaguzi ufanyike vyema kabisa. Shukrani sana sana sana. Mwingine akisema kwamba yuko Makambako mjini, huyo tayari nishakuona, lakini yuko anasema yuko Mwanza Buhongwa. Anasema unapata supu ya pweza muda huu huku unafuatilia EATV saa moja. Shukrani sana kwa kuendelea kujiweka sawa kwa ajili ya kuendelea kufuatilia EATV saa moja. Sasa sana ukiwa Tabata Kinyerezi pale muda huu watu pale Tabata Kinyerezi wamekusanyika, wanakula miguu ya kuku nje Tabata. Ukifika pale iliyokaangwa na pilipili kali kabisa, wanafuatilia EATV saa moja. Asante sana. Endelea kuweka maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook pamoja na